Habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania siku ya leo. Mtazamaji, ushindi mkubwa na taarifa njema kwa Tundu Lissu na wafuasi wake mahakamani baada ya majaji kuweza kukubali ombi hili lake na pia kumpatia ushindi huu. Pingamizi la Tundu Lissu limekubaliwa na jaji katika mahakama ya Dar es Salaam na jaji sasa hivi ametoa uamuzi huu mpya. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imepitisha kwa kiasi pingamizi lililowekwa na mwenyekiti wa Chadema Taifa, ikimpatia ushindi katika ombi ama pingamizi hilo lake Tundu Lissu katika kesi yake ya uhaini leo iliyoendelea, na hivyo kuashiria maendeleo makubwa ya kiutaratibu katika kesi hiyo iliyokuwa ikishikiliwa na watu wengi. Uamuzi huo wa majaji kuweza kukubali pingamizi la Tundu Lissu na ombi lake ulitolewa mnamo Jumatano Februari tarehe 11 ambayo ni siku ya leo mwaka huu 2026 na Jaji Dastani Nduguru anayeongoza jopo la majaji watatu waliopewa jukumu la kusikiliza kesi hiyo. Pingamizi hilo lilihusu muundo uliotumika kuwakinga mashahidi wa upande wa mashtaka wakati wakitoa ushahidi wao, ambapo liliweza kupewa pingamizi kali na Tundu Lissu na hatimaye majaji wameweza kumkubalia. Tundu Lissu alidai kuwa sanduku la mashahidi lililoambatanishwa halikuzingatia matakwa ya kisheria kuhusu ushahidi unaolindwa. Kulingana naye, mpangilio huo ulizuia mahakama kumuona shahidi ama mtu anayetoa ushahidi pasavyo, huku ushahidi ukitolewa kwa siri. Majaji walikubaliana na wasiwasi huu wa Tundu Lissu maalum na kuamuru hatua za kurekebisha na pia kukubali pingamizi hilo la Tundu Lissu na kumpatia ushindi katika pingamizi hilo lake. Pingamizi la Tundu Lissu lilielekezwa kwa shahidi wanne wa upande wa mashtaka ambaye ni miongoni mwa mashahidi 11 wa serikali waliopewa ulinzi maalum wa mahakama. Mashahidi hawa wameidhinishwa kutoa ushahidi bila kutambuliwa hadharani kutokana na masuala yao ya usalama. Hata hivyo, Tundu Lissu alishikilia kuwa pamoja na kwamba ulinzi wa utambulisho unaruhusiwa kwa mujibu wa sheria, bado utaratibu wa kimaumbile lazima uruhusu majaji wanaosimamia kesi kumuona shahidi. Alidai kuwa muundo uliopo unakinzana na kanuni ya 3 ya kanuni za ulinzi wa mashahidi. Katika wasilisho lake, Tundu Lissu alisisitiza kuwa maafisa wa mahakama ni lazima wawe na uwezo wa kuangalia mienendo ya shahidi wakati ushahidi unatolewa. Uwezo wa kutathmini uaminifu, alidai, ni msingi wa kesi ya haki. Hii iliunda msingi wa pingamizi lake na kufanya likubaliwe na majaji hao. Katika uamuzi wake, mahakama ilikubali kwamba kiwanja kilichopo hakikidhi viwango vya kisheria kwa sababu kiliwazuia majaji kumuona shahidi kwa uwazi. Jaji Nduguru alisema ingawa ulinzi wa mashahidi na usiri unatambulika kwa mujibu wa sheria, ulinzi huo haupaswi kuathiri usimamizi wa mahakama. Mahakama ilisema kwamba muundo wa eneo lililofungwa na kuzibwa lazima urekebishwe kwa njia ambayo inahakikisha kufuata sheria za utaratibu. Majaji hao walisisitiza kuwa haki ya kulindwa lazima iwiane na wajibu wa mahakama wa kufanya mchakato uwazi na halali. Kwa hiyo, jopo hilo la majaji liliagiza kwamba sanduku la shahidi liundwe upya au lirekebishwe ipasavyo kama alivyoomba Tundu Lissu, hii ikimpatia ushindi katika ombi lake. Kesi hiyo iliahirishwa hadi siku iliyofuata ili kutoa muda wa marekebisho hayo kutekelezwa. Pamoja na mafanikio hayo kwa kiasi, Tundu Lissu hakuweza kutetea mapingamizi mengine manne aliyowasilisha mahakamani hapo. Jopo hilo lilitupilia mbali mapingamizi manne kati ya matano ya awali yaliyowasilishwa na upande wa utetezi wa Tundu Lissu. Mapingamizi hayo yamepinga vipengele mbalimbali vya shauri hilo, yakiwemo masuala ya kiutaratibu na ya kikatiba. Mahakama iligundua kuwa pingamizi hizo hazikuwa na uhalali wa kutosha wa kisheria wa kuingiliwa kati. Jaji Nduguru alifafanua kuwa mapingamizi yaliyotupiliwa mbali hayaonyeshi ukiukwaji unaoweza kuathiri uadilifu wa shauri. Kwa hivyo kesi itaendelea juu ya mambo hayo bila mabadiliko. Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu iliyosajiliwa kama kesi nambari 19605 ya mwaka 2025
2025 inaendelea kuvutia hisia za kitaifa kutokana na unyeti wake wa kisiasa. Tundu Lissu ambaye anaongoza chama cha upinzani Chadema anakabiliwa na mashtaka ambayo yana madhara makubwa ya kisheria endapo itathibitika. Hata hivyo, upande wa mashtaka umekusanya mashahidi wengi ambao kadhaa wamepewa hatua maalum za ulinzi na usiri. Timu ya upande wa utetezi nayo imetoa wasiwasi mara kwa mara kuhusu namna kesi hiyo inavyoendeshwa. Wasiwasi huu umejikita katika haki ya kiutaratibu, uwazi na ulinzi wa kikatiba. Uamuzi wa hivi punde wa mahakama unaonyesha jaribio lake la kusawazisha ulinzi wa mashahidi na wajibu wa mchakato unaostahili. Wakati wa mawasilisho yake ya mdomo, Tundu Lissu alidai kuwa shahidi anayelindwa bado lazima aonekane na majaji hata kama atafichwa kwa umma. Alishikilia kuwa sheria inahitaji shahidi anayelindwa kuonekana na afisa msimamizi wa mahakama. Kwa mujibu wa upande wa utetezi, kufichwa kabisa kunadhoofisha uwezo wa mahakama wa kutathmini uaminifu. Jopo hilo lilikubali kwamba uchunguzi wa mahakama ni kipengele cha msingi cha tathmini ya ushahidi. Uamuzi huo kwa hivyo unasisitiza kanuni kwamba haki ya kiutaratibu inatumika hata katika kesi zinazohusu masuala ya usalama wa taifa. Wachambuzi wa masuala ya sheria wameelezea hili kama ufafanuzi badala ya kuleta mabadiliko makubwa. Kesi hiyo ilifanyika katika mahakama namba 1 masjala ndogo ya mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Ulinzi uliendelea kuwa mkali kutokana na wasifu wa mshtakiwa na aina ya mashtaka. Waangalizi walibaini kuwa uamuzi huo ulitolewa kwa sauti ya utulivu na iliyopimwa bila maoni ya kisiasa. Jaji Nduguru alijikita zaidi katika tafsiri ya kiutaratibu ya kanuni husika. Uamuzi huo haukushughulikia mashtaka ya uhaini yenyewe, badala yake ilishughulikia tu swali la kiufundi la kuonekana kwa mashahidi wa siri. Majaji walikariri kuwa sheria za ulinzi wa mashahidi zimeundwa ili kuwalinda watu dhidi ya madhara yanayoweza kutokea. Hata hivyo, walisisitiza kwamba ulinzi kama huo lazima ufanyike ndani ya mfumo mpana wa haki za majaribio. Mahakama ilisisitiza kwamba uadilifu wa mchakato wa mahakama unategemea kufuata viwango vya kisheria vilivyowekwa kwa kuagiza marekebisho badala ya kumtenga shahidi kabisa. Jopo hilo liliashiria mtazamo wa kati. Upande wa mashtaka sasa utahitajika kurekebisha eneo lao au kabla ya ushahidi zaidi kuendelea. Kutupiliwa mbali kwa pingamizi zilizosalia kunahakikisha kwamba muundo wa msingi wa kesi unabaki kuwa sawa. Majaji hawakupata ukiukwaji wowote wa kikatiba katika madai hayo mengine. Kwa hivyo kesi ya upande wa mashtaka itaendelea bila usumbufu katika nyanja hizo. Upande wa utetezi unabaki na chaguo la kuibua pingamizi zaidi iwapo masuala mapya yatatokea. Kesi hiyo huenda ikaendelea kwa vikao kadhaa zaidi kutokana na idadi ya mashahidi waliohusika. Maslahi ya umma katika suala hilo yanasalia kuwa juu kote nchini. Maafisa wa mahakama wamedokeza kuwa utiifu wa uamuzi huo lazima uwe mara moja. Wafanyikazi wa kiufundi wanatarajiwa kuunda upya eneo la mashahidi ili kuruhusu ufikiaji wa macho kwa majaji huku wakidumisha kutojulikana kutoka kwa macho ya umma. Marekebisho haya yanalenga kuhifadhi usalama na haki kwa mashahidi. Uamuzi huo unaonyesha jinsi ufundi wa kiutaratibu unaweza kuathiri uendeshaji wa majaribio ya viwango vya juu. Pia inaonyesha kuwa miundombinu ya chumba cha mahakama lazima ilingane na viwango vya kisheria. Maelezo kama haya yanaweza kubeba uzito mkubwa katika kesi nyeti kama hii ya Tundu Lissu. Hata hivyo, upande wa mashtaka haujapinga hadharani agizo la mahakama, badala yake imeonyesha utayari wa kuendelea mara tu marekebisho yatakapokamilika. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ushindi huu mmoja wa pingamizi moja la Tundu Lissu kuhusiana na ushahidi wa siri. Upande huo wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii, nijuze maoni yako, kisha vile like video hii, alafu bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.